ambako nako zimeongezeka kwa 200%. Tulikuwa na taasisi 4, sasa hivi tuna taasisi 12, lakini pia tunamalizia mikataba ya taasisi zingine 10 ambazo zitaingia kwenye orodha ambako tutakuwa na umiliki wa hisa ndogo kufuatia sheria yetu tulionayo. Lakini wakati sheria ilikuwa inazungumza juu ya 16%, tunajitahidi kwenye majadiliano tuweze kupata zaidi ya 16%. 20 mpaka 25 tunafikiri tukizipata kutegemeana na aina madini zinakuwa zinatufaa sana. Mheshimiwa Rais, kumekuwa na kuimarika kifedha kwa mashirika ya umma yaliyokuwa na mitaji hasi na yaliyokuwa yanapata hasara mfululizo. Ripoti ya CAG ya mwaka huu inaweza ikawa ni a good testimonial. Na baadhi ya mashirika ambayo yamefanikiwa mwanzo yalikuwa na mitaji hasi, lakini na yalikuwa yanategemea ruzuku, yameenda sasa yameimarika na yanatoa gawio serikalini. Ni pamoja na mashirika kama STAMICO, TANESCO na TPDC. Haya tumeongezea mtaji na tunaanza kuyaona yakileta reforms zao taratibu. Mheshimiwa Rais, pia kumekuwa na ongezeko katika ufanisi kwenye baadhi ya mashirika. Kutokana na reform hizi zinazoendelea kufanyika katika mashirika, ufanisi umeimarika kwa kiasi kikubwa. Kwa mfano, nitatoa mfano shirika la bandari. Mwaka huu wa fedha linaenda kutuletea bilioni 181. Hii ni kutoka bilioni 155.7 ambayo walileta mwaka jana. Lakini tulipokuwa tunafanya analysis zao, kuna vitu ambavyo kwa kutazama gawio unashindwa kuviona, lakini ni vikubwa vipo vinafanyika. Gharama zao zimepungua kwa zaidi ya nusu trilioni. Gharama za uendeshaji. Na hapo wana miradi yao wanaiendesha kwa fedha za ndani. Na tutaenda kuwasaidia ku raise funds ili waweze kutumia balance sheet yao ili kuweza kuimarisha na kujenga miundombinu kwa kadri wanavyoweza, ili tuweze kutumia vizuri nafasi na fursa ambayo tunayo. Mheshimiwa Rais, pia tumekuwa tukifanya juhudi za kwenda kujenga uwezo wa viongozi wetu. Jumla watendaji wakuu wa mashirika 111 walioteuliwa kipindi chako, tuliangalia wale waliotoa kipindi cha karibu miaka 2 iliyopita, wamepata mafunzo mahususi ya uongozi, na jumla ya wakurugenzi wa bodi na wakuu wa kampuni ambazo serikali ina hisa chache 125 wamepata mafunzo, lakini pia wamekuwa wakikutana katika jukwaa la kubadilishana uzoefu. Tulitenganisha makundi la kampuni ambazo serikali tuna hisa nyingi na makundi ambako serikali tuna hisa chache. Kwa miaka 2 tumefanya hivyo, na hata mwaka jana ulipotualika hapa tulileta wawakilishi tu kutoka makampuni ambayo yana hisa chache, tuna hisa chache, ili waje kupokea zawadi zao au kutoa hundi zao. Mwaka huu tumewachanganya wote, na nafikiri kwa umuhimu wake hata kikao cha August tutawachanganya wote, kwa sababu tunaona kuna vitu vingi vya kujifunza wakichanganyika kwa pamoja. Halafu kama kuna yale ambayo ya kiserikali tuzungumze nao, basi tunaweza tukawa na siku ya 3 ya kubaki tukizungumza wenyewe katika mambo ya kiserikali. Kundi lako hili Mheshimiwa Rais la makampuni 309 nikizidisha mara 2 watu 620 hapa. Hili kundi ni kubwa sana, ni big think tank. Kwa tunaangalia namna gani tunaendelea kuitumia vizuri ili kawe na maslahi mapana kwetu. Mheshimiwa Rais, kama nilivyotangulia kusema hapo awali, tukio hili kuwa ni zaidi ya siku ya kupokea gawio, ni jukwaa la kutathmini, kutafakari, kusherehekea mafanikio, lakini kusisitiza uwekezaji, wajibikaji katika uwekezaji wa umma. Kuna baadhi ya taasisi ambazo sio rahisi sana kuziona zikitoa gawio, na siku zote hutaziona zikisikika. Na tulifanya hivyo, ndio maana tukasema siku hii tutajikita na zile ambazo tunadili na mambo ya pesa.